Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News. Yes, bana, mambo vipi? Karibu sana katika michezo na hii ni Msomi News. Bana, siku ya jana Young Africans wamepoteza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji, moja kati ya game ambayo ilikuwa ni very tough kweli. Kila mmoja alikuwa anamtafuta mwenzake. Lakini miongoni mwa headliner mkubwa sana ambaye alikuwa anazungumziwa baada ya mchezo ule kumalizika au baada ya Dodoma Jiji kupata goli la kwanza ni Bakari Nondo Mwamnyeto, baada ya mpira ambao ulipigwa cross, mwisho wa siku alikuwa anajaribu kuondoa ukaingia golini moja kwa moja. Ushanifahamu, kasababisha ikawa goli moja kwa moja. Baadaye Okelo akafunga ikawa 2-1, lakini baadaye tena Dodoma Jiji ikapigwa cross moja kwa moja. Bakari Nondo Mwamnyeto akainama akijua kwamba kipa Masalanga anaweza kaidaka, lakini mwisho wa siku hakuweza kuidaka. Je, kosa ni la Bakari Nondo Mwamnyeto au kosa ni la kipa mwenyewe? Kwa sababu ukijaribu kuangalia Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa mfanya kama makusudi kabisa kuonyesha kwamba huu mpira mimi siutaki na muachia goli kipa mwenyewe aweze kuudaka. Umenifahamu vizuri na inaonekana ule mpira ulikuwa na spidi kubwa sana kiasi kwamba Bakari Nondo Mwamnyeto ulimzidi kiasi kwamba kaona nyuma yangu nahisi anaweza kaepo kipa, lakini yale ni makosa makubwa. Hivyo tetesi sasa hivi zipo nyingi sana ambazo zinasambaa mtandaoni kwamba huenda Young Africans wakatafuta mbadala mwingine wa Bakari Nondo Mwamnyeto, licha ya kwamba ni captain ambaye ni captain wa Young Africans, na captain mkuu tunafahamu Dickson Job alipata majeraha katika mchezo dhidi ya Simba, ilikuwa ni Zanzibar, alipata majeraha kwenye nyama za paja. Mwisho wa siku tukasikia atakaa nje miezi 3, ushanifahamu, mpaka 2 atakaa nje. Baadaye tukasikia Mwamnyeto atachukua nafasi yake akiwa kama captain msaidizi. So Young Africans wanapata pigo kubwa sana. Hata hivyo Bakari Nondo Mwamnyeto sio beki wa kuaminika sana. Hasa ukiwasikiza mashabiki wa Yanga, wao wanasema kwamba Bakari Mwamnyeto sio beki wa kuaminika sana. Hivyo kuanzia hivi sasa kibarua cha Bakari Nondo Mwamnyeto kipo matatani, kwani huenda msimu ujao wasiwe naye tena Bakari Nondo Mwamnyeto, au huenda msimu ujao akasugua bench. Wao Young Africans wanapenda kumuita captain wa makombe, ushanifahamu, na huenda msimu ujao Bakari Nondo Mwamnyeto akaondoka pale Jangwani au akasugua bench moja kwa moja. Young Africans wako njiani kumpata mbadala wa Bakari Nondo Mwamnyeto, hasa kuelekea katika dirisha kubwa la usajili. Kwa hiyo Young Africans sasa hivi wako wanapika beki gani mzawa ambaye wanaweza wakapata, either mzawa au kutoka timu za nje ambao anaweza kumpata, anaweza kukava nafasi ya Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye ameonekana kidogo kwenye upande wa kuzuia. Kuna namna kama anabashiri, kuna namna anazuia vizuri, lakini kuna namna anazuia isivyo, kama siku ya jana. Mpira ule Bakari Nondo Mwamnyeto angetakuwa kuzuia moja kwa moja na sio yeye kuweza kukwepa mpira ule. Le ni kosa kubwa sana ambalo Bakari Nondo Mwamnyeto aliweza kulifanya. Kwa hiyo ule mpira kiukweli Bakari Nondo Mwamnyeto angetakiwa au pige kichwa na sio kumwachia Masalanga aende nao moja kwa moja. Masalanga mazo yake yote alikuwa anajua Bakari Nondo Mwamnyeto anaweza kupiga kichwa, lakini mwisho wa siku mambo yakawa hivyo. Vipi kwa upande wako wewe, unahisi je, Bakari Nondo Mwamnyeto yuko sahihi kwa lile jambo ambalo alilifanya kwenye ile goli la pili ambalo alilipata? Lakini pia goli la mwisho alifunga ulikuwa ni uzembe mkubwa sana, sawa bwana, wachezaji wa Young Africans wote kuja katika lango la Dodoma Jiji wakidhania kwamba huenda wanaweza kurudisha goli kwenye dakika za mwishoni, kwa sababu ilikuwa tayari 2-2, lakini mwisho wa siku wote wakajaa golini na Mwinyi akachukua mpira moja kwa moja alisababisha Dodoma Jiji goli 3 na inakuwa goli 3-2. Young Africans dhidi ya Simba inabaki kuwa gap 2, kitu ambacho ni kibaya sana kwa Young Africans, lakini pia kitu ambacho ni kibaya kwa mtu ambaye bado anafukuzia katika ligi, bado ambaye anatafuta ligi, ushanifahamu. Yes, so that's the story kutokea kwake Bakari Nondo Mwamnyeto. Unaona maoni gani kuhusiana na hiyo issue? Toa comment yako hapo.
Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.